katika hospitali yetu tunaamini sana katika kila mmoja kuwa ni muhimu sana. Kila mmoja, kuanzia anayefagia, anayetufungulia geti na wengine wote, kila mmoja ni muhimu kwa nafasi yake. Na kwa hiyo na wewe usijione mtu wa kawaida, uone kwamba ni mtu muhimu kwa nafasi yako. Na kwa katika hilo tunaheshimiana, tunapendana na kushirikiana sana. Na msingi wa kuishi kwetu hapa ni ubinadamu wetu, sio huyu ni nani, huyu ni nani. Kwa hiyo tunakwenda kwa msingi huo na msisitizo huo kwa nguvu zetu zote, kwamba nikimwona specialist nimtendee vizuri kama ninavyomtendea pia yule anayefagia. Isionekane mtu mwingine ni daraja fulani, mwingine daraja nyingine. Kwa hiyo hata nyie tunataka muishi hivyo, na kwa sababu kumbuka, kwenye internship kama wewe ni daktari, hauji hapa tu kujifunza masuala ya kutibu, lakini internship ni pamoja na kujifunza juu ya mfumo wa maisha, na hasa katika sekta ya afya ambayo umeamua kuchagua, kwamba hata ukitoka hapa unaishi vipi na watu. Kwa hiyo hapa tunatakiwa kujifunza kila kitu. Wengi hapa mtakuwa viongozi huko mtakako kwenda, na wengine mtakuwa viongozi hapa hata wa ninyi wenyewe. Kwa hiyo unajifunza masuala ya uongozi, unajifunza kila kitu ambacho unapata fursa. Kwa hiyo sisi tuna filosofia tunayoisisitiza hapa, inaitwa kuongoza bila cheo, lead without a title, LWT. Tunataka kila mmoja ajione yeye ni kiongozi. Uongozi sio cheo. Uongozi ni namna gani unagusa wale watu wanaokuzunguka. Yale unayoyafanya ni namna gani unakuwa mfano, watu wakikuangalia, je, wana jambo jema la kujifunza kwako? Lakini wewe ukifika mahali unapoondoka, je, unapaacha pakiwa vizuri kuliko ulivyopakuta? Sasa ukiwa na hiyo kiu ya kutaka chochote unachofanya ufanye kwa ubora wote, lakini pia popote unapokwenda pale mahali pabadilike, kwa sababu wewe umefanya nini? Umekwenda, na watu utakaofanya nao kazi waone furaha kufanya na wewe, kwa sababu uwepo wako umesaidia na wao kuona maisha yanakuwa rahisi zaidi. Huyo ndio kiongozi. Kwa hiyo tunataka kila mmoja ajione yeye, kwa sababu bahati nzuri hatuna mtu wa chini ya miaka 18. Kwa hiyo kila mmoja anajua yuko hapa kwa ajili ya nini, anajua muda wa kuja kwenye majukumu yake, anajua anatakiwa kufanya nini. Kwa tunataka kiongozi wako utakayemkuta kule, ni mkuu wa idara, ni nani, aone ni furaha kuwa na wewe pale, kwa sababu unafanya yale mambo yako vizuri, na ikiwezekana unakwenda mpaka tunasema extra mile. Ukimaliza mapema unamuuliza, kuna kingine naweza nikafanya? Nimeshamaliza hii. Huyo ndio mtu ambaye tunatarajia tuwe naye. Tunajenga huo utamaduni, na ukijenga utamaduni huo utakusaidia hata kwenye maisha yako binafsi. Bahati nzuri au mbaya, binadamu hawezi kuishi kama vile vidonge vya rangi mbili. Yaani huwezi kuwa uko hivi alafu kwenye mambo yako ukawa vizuri. Yaani ukiwa mzembe hapa unakuwa mzembe kila mahali. Ukifanya vizuri hapa kwenye mambo ya taasisi, hata kwenye mambo yako utafanya vizuri. Kwa hiyo ni namba moja muhimu sana. Na ili sasa ujione wewe ni kiongozi, msisitizo wetu ni kwamba kila mmoja ni mtu wa maana, kila mtu ni wa kipekee. Kwa hiyo ujione hivyo wewe, kwamba kabla yako, wakati huu na baadaye hajawahi kuwepo mtu mwingine kama wewe dunia nzima. You are unique. Na kwa sababu wewe ni unique, tunataka kile kitu cha tofauti ulichonacho ukiachilie, ili kiweze kusaidia taasisi, wagonjwa na taifa letu kwa ujumla. Tunasema the greatest gift you can give to this world is to be yourself. Okay? Everybody should never be a copy of somebody else. Should be an original person. Sawa? Kwa hiyo ni muhimu sana. Self image yako
lazima iwe very positive. Ujione wewe ni wa maana na self esteem itapanda. Na ikipanda na kujiamini pia kutakuwa kwa kiwango cha juu. Okay? Namba 2 ni mahusiano. Msisitizo wetu na tunarudia hii kila wakati kwamba elimu yako na ujuzi kidogo ulionao au utakao upata hapa, mchango wake kwa mafanikio ya maisha yako ni kwa 15% tu mchango wake. Elimu pamoja na nini? Na ujuzi. Je, 85 unatoka wapi? Kwenye mahusiano. Ni namna gani unaweza uka network na watu wengine? Ni namna gani unaweza ukafanya kazi na watu wengine? Kwa sababu katika mafanikio na maisha yetu tunahitaji watu wengine. Je, watu wakisikia jina lako wanapenda kufanya kazi na wewe? Au wasema huyu atatuletea matatizo. Huyu msimweke. Ukisikia kitu cha namna hiyo, ina maana miongoni mwa hizo nafasi wanazokataa huyu usimweke, kuna fursa zako pale, utafanya nini? Utazipoteza. Kwa hiyo lazima uwe na personality ambayo iko friendly na inaweza kushirikiana na mtu yeyote. Na katika kujifunza, naomba mje na mtazamo huu. Utajifunza kutoka kwa kila mtu. Kama wewe ni daktari, usiseme mimi nitajifunza tu kutoka kwa madaktari. Hospitali haiendeshwi hivyo. Utashangaa yule mhudumu wa afya ambaye amefanya kazi kwenye hicho kitengo kwa miaka 20, kuna kitu atakushauri na kitakusaidia. The same kwa muuguzi. Kuna kitu atajifunza kutoka kwa mtaalamu wa labu. Mtaalamu wa labu kuna kitu atajifunza kutoka kwa famasia, kutoka kila mmoja kwa mtu mwingine. Kwa hiyo tuwe na ile hali ya unyenyekevu na kutaka kujua vitu zaidi, lakini pia kuwa tayari kujifunza kutoka kwa kila mmoja. Ni muhimu sana katika muda wako utakao kuwepo hapa. Lakini pia upende kujifunza. Kwa sababu mwaka mmoja unapoutamka unaonekana ni mrefu, lakini utaona utakapoanza idara ambayo unafanya ile rotation inaisha muda na bado unaona kuna vitu kibao hujaweza kujua. Na hii ndio fursa yako kubwa ambayo una nafasi ya kujifunza na kuuliza chochote kwa uhuru. Ukitoka hapa unaweza usipate hiyo fursa. Unatoka hapa unaenda wilayani. Alafu kule wewe ndio miongoni mwa wale ambao wanachukuliwa ndio wasomi pale. Kwa hiyo nyie hamtakiwi kuuliza maswali, mnatakiwa mtoe majibu. Sasa lazima ujijengee uwezo hapa. Labda niseme kitu kimoja. Kwa mfano kwa upande wa hata kwa wauguzi na wengine wote. Kwenye taaluma yetu ya sekta ya afya, ndio sekta ambayo vitu unavyojifunza ni vichache kuliko unavyohitaji kwenye kazi yako. Na ndio maana lazima uwe msomaji wa kudumu na mtu wa kujifunza wa kudumu. Wenzetu wa hasibu unakuta wamejifunza mambo magumu, lakini wanacheza na hesabu za kujumlisha, kutoa, kugawanya na kuzidisha. Alafu na calculator. Sijui kama kuna zingine zaidi, lakini najua hesabu sana zinazochukua muda wao mwingi ni. Lakini wewe utatakiwa ujue hii blood vessels hii imefanyaje na nini kwa mfano kama ni daktari na kadhalika. Kwa hiyo maana yangu ni kwamba lazima tuwe watu wa kujifunza na kujifunza kila siku, lakini pia kujifunza kutoka kwa kila mtu. Hawa watu utakao kukutana nao wana vitu vingi wanavyofahamu. Lakini pia ni muhimu tuandae kisaikolojia pia, hasa mtakapokwenda kwenye rotation, hasa nikiongea na madaktari kwenye rotation zinazohusu mambo ya kupasua. Huwa tuna changamoto kule, na mimi nasema kwa sababu na mimi mwaka 2004 nilifanya internship hapa. Kwa hiyo yale mambo nilikutana nayo huwa napenda kushare mpaka kesho. Kwa mfano, mkiwa theater, yule mtaalamu wa dawa za usingizi anataka anayefanya operation yawe ni mtu anayeweza kufanya. Lakini pia awe ni mtu anayeweza kufanya kwa haraka na operation ikaisha, na hasa ikiwa usiku. Ili angalau tupate muda kidogo kupumzika kidogo kabla haijatokea operation nyingine.
Sasa huyu anayetaka kujifunza anataka kufanya Caesar kwa masaa 2 au zaidi, wakati angefanya huyu mzoefu angefanya kwa dakika labda 40, 30, wengine 35 na kadhalika. Kwa hiyo unaweza kukuta kama umewekewa upinzani fulani wa wewe kuruhusiwa kufanya. Sasa tunataka wewe ndio uwe mtu ambaye unaonesha unataka kufanya. Hiyo namba moja. Usije ukafikiri utakaa hivi afu atasema wewe njoo ufanye. Unaweza ukashangaa muda wako kupita pale umeisha na haujawahi kufanya. Kwa sababu wanakwenda kwa haraka, kwanza kuna operation nyingi zinasubiri. Lakini pia inawezekana huko unafanya. Alafu mtu mwingine inawezekana ni mhudumu wa afya, anakuta operation anatuma tu vitu haishi. Analopoka kitu. Sasa na wewe kama una hasira unaweza ukabadilisha kabisa hali yako. Nakumbuka siku moja nilikuwa nafanya Caesar section. Na ilichukua muda mrefu. Yule mhudumu akasema, "Hii ni Caesar au ni TAH?" Sasa mnafahamu total abdominal hysterectomy inachukua muda mrefu zaidi. Kwa hiyo anashangaa na Caesar yenyewe inataka kulingana na hiyo. Sasa fikiria hapo wewe kwanza ndio una sweat, inawezekana hiyo operation inakusumbua. Alafu huyu mtu ambaye kasimama pembeni anaongea hivyo. Na nyewe mnajua mdomo huwa unatukana machache kuliko nafsi, si ndio? Ukisikia mtu anasema huna akili, ujue yaliyoendelea huko. Nakumbuka niliinua tu macho hivi nikamwangalia. Nikasema sasa hapa nikisema niseme neno baya nitabadilisha kabisa hali ya humu ndani. Kwa hiyo nikafikiri kwa haraka nikasema sasa nijibu kwa utani. Nikamwambia sio TAH, yani ni VVF repair, tena ziko mbili. Sasa VVF repair huwa zinachukua muda mrefu zaidi. Kwa watu wakaishia kucheka, ile tension ikafanya nini? Kaondoka, na mimi nikamalizia ile ndani yangu kwa kufambo mpaka ikaisha. Sasa nataka nikutie moyo. Ukikutana na hali kama hiyo, wewe sio wa kwanza. Na wala usipanic. Na hata huyo unayemwona anafanya vizuri sana, inawezekana alikuwa worse kuliko wewe unavyofanya. Kwa hiyo tuwe na ujasiri tukienda kule. Kwa sababu ukikaa nyuma, ni kweli muda utaisha. Na utaenda kusaidisha, na unaweza ukatafuta visahihi hapo ikaonekana amefanya. Lakini kwenye udaktari, ndugu yangu, hata uuguzi na taaluma zingine, issue sio kuitwa daktari. Issue, je, unaweza kufanya vile vitu ambavyo wewe unatarajiwa wewe unajua? Kwa sababu usipokuwa unaviweza, utaenda wilayani utakutana na clinical officer ambaye ana uzoefu wa muda mrefu. Na wale jamani wazuri sana kwenye kukutega. Kwa hiyo watasubiri saa 6 usiku. Kuna operation anasema kuna bosi bwana. Wao wanazifanya wao ulipokuwa hujafika, lakini madamu umefika wanasema muiteni bosi. Alafu watu wote pale wana na ubaya wa operation, huwezi kusema niende nikajifiche nikamfanyie kwenye kachumba fulani alafu nimlete nimeshamaliza. Yaani ndio maana inaitwa theater. Yaani ni kama vile sehemu ya watu kufanya ni kuangalia. Kwa hiyo unapotetemeka pale, watu wote wamekuzunguka pale. Kila mtu ana comment kimoyomoyo, mwenye ujasiri wa kukuambia kabisa atakwambia. Sasa ni vizuri hayo yote uyafanyie kazi hapa. Nimeshakusikia interview anasema mkurugenzi, unajua kazi zinakuwa nyingi. Ni kutegemeana na mtazamo wako. Mimi kama kweli nina kiu ya kufahamu vitu vingi, kazi zikiwa nyingi kwangu ni added advantage. Kwa sababu inanipa exposure zaidi. Lakini nikitazama kama kazi, lazima nitaona kama naonewa. Nakumbuka kuna daktari mmoja alikuwa anapenda option gani, kwa sababu ni gynecologist. Kiasi kwamba hata alipomaliza rotation kule Meta, akaniambia, "Dokta, naomba ukiwa na operation au procedure yoyote ile, naomba wewe unaniambia ili kama na nafasi nikimbie mara moja kuja kufanya na wewe." Kwa alikuwa anatoka huku kama nafasi inamruhusu anakwenda kule. Na baada tu ya kumaliza akaomba kazi Botswana. Na akaniomba niwe referee wake. Sasa huwa sisahau, kwa sababu baada ya miezi kadhaa tangu amepata kazi kule, waliniandikia wale hospitali ku appreciate kwamba anafanya kazi as if ni specialist. Huyo ni intern, ametoka tu kumaliza internship. Kwa nini? Kwa sababu ya kujituma kwake.
Kwa hiyo fanya kazi kwa bidii, jitume sana kwenye kila idara, kwa sababu huwezi kuelewa mwisho wa siku utapenda kufanya kazi kwenye idara ipi. Kwa hiyo niwashukuru sana kwa kunisikiliza na niwatakie kila laheri na Mungu awabariki. Enjoy your life here na usiairishe furaha. The best time to be happy is now. Maana kuna watu wengine wameshairisha mpaka saa hizi wamefikiria watakuja kufurahi hapa. Na hapa wakikaa kidogo tena watairisha. Nasema nikimaliza form 4 nitafurahi. Anaenda form 5 PCB ngumu. Hajafurahi. Nikimaliza form 6 mimi nitafurahi. Anamaliza anaenda chuo kikuu physiology. Anasema nikimaliza mimi degree yangu anakuja hapa internship tena na yenyewe mambo mengi, mara si mkuu wa idara simuelewi sini. Anaanza hata kusema nikimaliza internship, akimaliza ajira, nikipata ajira, apata ajira mshahara tena mdogo. Au mdada anasema nikipata fiancé nitafurahi. Anampata, wanaanza kupekwana simu, na ule uchumba unaanza kuyumba. Sema tukioana akija nyumbani nikawa nina uhakika naye sasa nitafurahi. Haya, mara ameolewa, mawifi wanasumbua, anataka mtoto. Nikipata mimi ujauzito, anapata, anatapika asubuhi hadi jioni. Anasema yani nikijifungua, ajifungua katoto kanalia asubuhi hadi usiku kucha, akabembelezeki, akikua. Every success inakuja na challenges, so you better focus on the positive things and maximize on those and be happy. Be happy today, kwa sababu the right time to be happy is today. Mungu awabariki sana.